Kuna nyakati hutokea katika maisha, nyakati ambazo huzidi hata uwezo wa moyo kuvumilia, nyakati ambazo tabasamu hugeuka machozi na furaha hubadilika kuwa kilio kisicho na sauti. Katika dunia hii yenye siri nyingi, kuna machozi yasiyoonekana, kuna majeraha yasiyo na bandeji, na kuna simulizi ambazo ukurasa wake umeandikwa kwa maumivu makali kuliko hata kifo chenyewe. Msikilizaji, hii si hadithi ya kawaida. Ni simulizi iliyobeba giza zito moyoni mwa waliowahi kupitia mazito katika maisha yao, pale ambapo walipita katika nyakati ngumu, katikati ya uhai na kifo, hadi kubaki tone la damu. Karibu sana kusikiliza simulizi hii nzuri na mpya kabisa ya kuitwa Tone la Damu, na hii ikiwa ni sehemu ya kwanza simulizi hii ya kusisimua sana, simulizi ya maisha, simulizi ambayo itakukumbusha thamani ya maisha ulionao kwa sasa na kukuelekeza namna nzuri ya kumkwepa yule mjukuu aitwe Majuto katika siku hizi za usoni. Karibu ambatane nami mwanzo mpaka mwisho mwa simulizi hii maridhawa. Karibu. Ilikuwa ni jioni moja yenye shamra za kutosha eneo la kambi la kijeshi la Marekani nchini Iran walipokuwa wakilinda amani ndani ya nchi hiyo. Ni tarehe ya 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2006. Tarehe ya kihistoria sana kwao na itabaki kuwa hivyo, maana ilikuwa ni siku ya kukamilisha malengo yao waliokuwa wamehangaikia kwa kipindi cha muda mrefu sana, kwani kumuua mkuu wa kikundi cha waasi tena aliyekuwa ameshindikana hakika haikuwa kazi nyepesi hata kidogo. Maandalizi ya kurudi ndani ya University State of America yalianza jioni ile ile. Tayari kama helikopta 2 za kijeshi zilikuwa zimetumwa huko ili makomando hao wapatao 50 waweze kurejea tena kwao kuendelea na mambo mengine ya kiulinzi. Miongoni mwa makomando hao kulikuwepo na makanali wakubwa na wazoefu wa kivita, na pia kulikuwepo na baadhi ya mashujaa wachache waliokuwepo, vijana watatu, kina Sylvester Stanley pamoja na Sol. Vijana hawa walikuwa ni vijana wachache wa kuogopwa kwenye kile kikosi, na ninaweza kusema lilikuwa ni jeshi la watu watatu, maana lilikuwa likipiga mbaya mbovu na hakuna aliyekuwa akiwazoea hao jamaa, maana hata kuzoeleka hawakuwa kabisa wakizoeleka. Kucheka tu kwa upande wao ilikuwa ni mtihani, tena mtihani mzito wenye mafumbo magumu kinoma. Ukiona wamecheka basi litakuwa kwanza ujiulize, nimefanya kitu gani cha kuwafanya wacheke? Maana wanaweza wakacheka na wakachoma bastola papa shaba zikakutuia. Basi hayo ndio yalikuwa maisha yao majamaa. Basi malengo ya kutekeleza amani nchini Iran yalikuwa yamefanikiwa kwa asilimia kubwa sana, na safari ya kurudi Marekani ikawa inaanza. Kwenye mishare kama ya saa 1:15 hivi za usiku, tayari helikopta hizo za kijeshi zilikuwa zimeshaanza kupanda juu mawinguni kwa kasi sana. Mingurumo mizito ya helikopta hizo nayo haikubaki nyuma, ilisambaa masikioni mwa wengi, hususan watu waliokuwa wakiishi maeneo hayo ambayo helikopta hizo zilipita. Mpaka inafika mishale kama ya saa 3:30 hivi, helikopta zile zilikuwa zikilinusa anga la nchi ya Marekani. Walifanikiwa kufika salama, wakatua salama, na harakati nyingine zikawa zinaendelea kama kawaida. Mithili ya Waswahili wasemavyo kwamba maisha lazima yaendelee. Kesho yake mapema asubuhi, mkuu wa nchi kupitia vyombo vya habari aliwapongeza sana makomando hao kwa kazi kubwa waliokuwa wamefanya, huku akiwaahidi makubwa siku za usoni, ikiwemo kuwapandisha mishahara pamoja na kuwajengia nyumba za kifahari ili kila mmoja aweze kuenjoy na marupurupu mengineo kibao tu. Basi kama kawaida hiyo, ahadi ikaandikwa kwa kalamu ya chuma. Maisha yakaendelea. Ulipita muda wa takribani mwezi mmoja na ahadi ile ikaanza kutekelezwa. Walipandishwa mishahara na mpango wa kujengewa nyumba hizo za kifahari ukaanza. Ndani ya mwezi huo, msikilizaji wangu, kwa siri sana, rais wa nchi hiyo Dr. Wilbur Father aliwaita kina Sylvester ili kwa hoji kwa kina, ili kusudi tu aweze kujua ni nani aliyemuua gaidi yule aitwaye Mligoti. Aliwaita vijana hao kutokana na kwamba alikuwa akiwaamini sana na alijua shughuli yao kwamba haikuwa ya kitoto.
Pasipo maafisa au kanali yote yule kujua siri ile, basi alibidi awaite vijana hao ambao aliwaamini sana. Maongezi yalifanyika ndani ya chumba cha siri mjengoni White House, na ilikuwa ni saa 8 za usiku, watu wengi wakiwa wamelala muda huo. Wakati huo mambo mengine yakiendelea katika jumba la White House, huku kambini taharuki moja kubwa ilitokea. Kuna ndege moja isiyokuwa na rubani ilionekana ikizunguka maeneo ya hayo pasipojulikana ilikuwa ina lengo lipi na ilitokea wapi. Walipojaribu kuitungua ndege hile ilitoweka na kutokomea mawinguni kimaajabu mno. Walianza kufanya uchunguzi muda huo kuona itakuwa imefika wapi, lakini hata hivyo juhudi zao hazikuzaa matunda. Hofu iliwaingia, ila wakaipotezea kimtindo tu. Basi ilipofika mishale ya saa 8:30 usiku, makomando wapatao 47 waliingia kwenye nyumba yao ya kufanyia kikao cha dharura ili kusudi waweze kuweka mipango sawasawa kudumisha ulinzi na usalama wao pamoja na wa nchi. Mkuu wa majeshi ya nchi nzima ambaye pia alikuwa ni komando wa kikosi hicho cha kuaminika na kuogopeka nchini ndiye aliyekuwa akiongoza kikao kile. Kamanda huyo alikuwa akijulikana kwa jina la Kanali John Steven. Huyu jamaa, msikilizaji, alikuwa ni mbabe acha kabisa na hakuwa na huruma, hususan linapokuja suala la maamuzi. Ukaguzi ukaanza, roko ikapita, ikaja kufahamika kuna vijana watatu hawakuwepo kambini, nao ni Sylvester, Stanley na Sallow. Makosa kwa bahati mbaya hakuna hata mmoja aliyekuwa akifahamu au akitambua hao jamaa wameenda wapi, kitu ambacho kilimfanya kamanda wa jeshi Mr. John Stan akahamaki mara 5 zaidi, huku akiwa amekunja ndita usoni. Mishipa ya hasira ilionekana kwenye upa wake uliokuwa uking'aa, maana kofia yake alikuwa ameivua. Kwa hiyo ina maana hawa akina Sylvester wameanza kuota mapembe sasa hivi eti. Yaani kiasi cha kuvunja utaratibu na miiko ya jeshi letu. Si ndio? Aliongea kamanda John Steven kwa mfumo wa kuuliza maswali, lakini hakuna hata mwanajeshi mmoja aliyemjibu. Wote walikaa kimya. Hawa hawafai kabisa kwa wanajeshi tena, na kesho asubuhi watafutwe popote walipo na waletwe hapa wakiwa hai, alimaliza kamanda John Steven. Na kwa maneno yale hata kikao chenyewe hakukufanyika, kiliahirishwa pale pale, kwani huyu jamaa alikuwa ameshapatwa na hasira mno. Wapo anatutafuta sasa hivi. Ilisikika sauti ya mbabe Sallow ikizungumza maneno yale muda huo, akishusha chini kidude fulani hivi mithili ya kamera na chenye video alichokuwa amekitegesha upande wa juu karibu na dirisha. Kina nani hao? Aliuliza Rais Dr. Wilbrod Father, huku akimtazama kwa makini sana Sallow. Kule kambini kimenuka. Kamanda John Steven amehamaki na anasema tumetoroka kambini, na hapa tulipo tayari kuna mpango wa kututafuta umeanza kufanywa kabisa ili kusudi tuweze kupatikana sasa hivi tukiwa hai, alisema Sallow kwa sauti nzito na kavu. Rais akatabasamu kisha akacheka kidogo. Kamanda John ndiye alitoa hiyo amri? Kati yangu mimi na yeye ni nani mkubwa wa nchi? Kwanza huyu bwana Sylvester naye hafai kabisa. Ubabe wa kipuzi tu, lakini huyu jamaa hana lolote kabisa. Kesho asubuhi mapema sana nitatengua uteuzi wake kupitia vyombo vya habari. Na unajua kwa nini niliwaita nyie? Unajua kwa nini niliwaita nyie na hapa na sio yeye? Sababu ni kwamba yule bwana sina imani naye tena. Anajua kuongea zaidi kuliko kufanya vitendo. Unaweza kumwamini mtu kama huyo? Yaani anatoa amri na ubabe mwingi, lakini hakuna kitu inapokuja swala zima la yeye kwenda kufanya yeye mwenyewe kama yeye. Anaogopeka kwa sababu ya ubabe wake na cheo. Lakini kama angelikuwa hana cheo wala ubabe, yule alikuwa ni kapukwa kutupwa na angelikuwa anapigwa hata na mtoto mdogo. Sasa kesho mimi nitatangaza ili kusudi ninyi, yaani mimi ndo nitajua nitamweka ndani kati yenu ama yoyote yule, lakini
yule nitamtoa kesho. Aliongea rais, kisha akamaliza kikao kile, huku siri ikiwa imefichuka kuwa aliyemuua yule gaidi si Kamanda Steven kama ripoti ilivyotoka, bali alikuwa ni Sylvester. Basi waliagana. Rais akaenda kupumzika akisindikizwa na walinzi wake waliokuwa wamemngojea nje kabisa ya chumba kile cha siri. Sylvester na wenzake usiku ule hawakurudi kambini, walielekea kwingineko kabisa ili kusudi tu kuepusha mambo mengi. Siku iliyofuata mapema sana, kabla wanajeshi hawajaanza kutekeleza amri ya mkuu wao Kamanda John Sylvester, kwenye mishale ya saa 12 asubuhi, vyombo vya habari vyote vilisikika sauti ya Rais Dr. Wilbur Father akitangaza mabadiliko kadhaa kwenye sekta ya usalama wa jeshi ya nchi. Rais alimteua ndugu Salow Tan kuwa mkuu wa majeshi yote ya nchi, huku ndugu Stanley akiongezwa kwenye orodha ya mabodyguard wa karibu wa mheshimiwa rais, na ndugu Sylvester yeye aliteuliwa kuwa mlinzi wa mtoto wa rais aliyekuwa akijulikana kwa jina la Juliana Wilbur. Taarifa ile ilimfanya Kamanda John Sylvester aliye kwa uchungu sana, na kwanza muda ule alimchukia mheshimiwa rais, akawa adui wake wa kutupwa, na akaanza kutengeneza mipango ya siri kumuua rais mwenyewe pamoja na kina Sylvester. Yesi msikilizaji, tunazidi kusikiliza simulizi hii nzuri kabisa ya kusisimua, simulizi ya kuitwa Tone la Damu. Kivipi iliwe tone la damu? Basi yote tutazidi kujua kadri tunavyozidi kusikiliza mkasa huu wa kusisimua sana. Kamanda Sylvester, msikilizaji, aliapa kumwangamiza kabisa rais kwa njia yote ile, hata kama ni kwa njia ya kumwaga damu. Alamini alifanyiwa hujuma na alijua tu lazima bwana Sylvester na wenzake ndio walomfanyia vile. Asubuhi ile ile hakutaka kupoteza muda, alianza kufanya maandalizi ya haraka ili aweze kwenda maeneo ya mbali zaidi kukisuka, ili kusudi aweze kusuka mpango wake. Kamanda Sylvester muda mfupi baadaye aliamua kukimbia msituni. Msitu huo ulikuwa ni msitu mnene wa kutisha uliokuwa na kila aina ya wanyama wakali, wakiwepo simba, dubu na wengineo. Kile kikosi cha makomando 50 waliokuwa wameenda kulinda amani nchini Irani, ukiondoa kina Salow, Sylvester na Stanley, wote waliamua kumuunga mkono bwana Steven, maana walijua ameonewa. Haki imepindishwa, na wakaamua kwa hali na uvumba lazima washirikiane na Steven kuweza kumwangamiza mheshimiwa rais. Muda huo ndani ya asubuhi hiyo walimfuata huko msituni alivyokuwa ameondoka. Unaweza ukajiuliza walijuaje kama alikimbilia huko? Jibu ni kwamba kabla Kamanda Steven hajakimbia huko, aliwaaga hao wenzake, akawaambia kila kitu mpaka eneo anakokimbilia kwa ajili ya kujipanga kivingine. Mr. Steven alifurahi sana kuona kumbe wale wenzake nao hawakupendezwa kabisa na maamuzi ya rais. Hivyo kwa pamoja waliungana ili kuitafuta haki, hata kama ni kwa njia haramu, njia ya damu, machozi na kuua. Waitengeneza kikosi hatari humo msituni, wakakiita kwa jina la The Silent Killer Groups, yani kikundi cha wauaji wa kimya kimya. Kwa vile pia ndani ya hicho kikosi kulikuwa na wataalamu mbalimbali, wakiwemo ma FBI, vitengo mbalimbali vitengenezwa na kila kitu kikawa kimekamilika kabisa. Sasa hii ikageuka kuwa zaidi ya hatari yenyewe, na ilikuwa ni hatari zaidi ya hatari katika nchi ya Marekani, maana hawa majamaa wote ni makomando hatari na wana mafunzo mazito mno ya kupigana na kutekeleza mashambulio yao. Hawa jamaa hawakuweka pembeni kina Sylvester, nchi ilikuwa ikiwaogopa mno. Ni kikosi ambacho kilitengenezwa mahususi kabisa kwa kujihami. Kikosi hiki kilikuwa hakishindwi kitu, kikiamua jambo lazima liende.
hasa kimegeuka na kuwa kikosi cha magaidi ambacho kinataka kianze kupambana na nchi. Acha tuone itakuwaje bana we. Hebu tuendelee hii simulizi nzuri kabisa. Basi ngome ilianza ikatengenezwa kwa muda wa miezi mitatu hivi. Kikabaki kitu kimoja cha kuanza kulipiza kisasi. Siku moja jioni, msikilizaji, mkuu wa Mr. Steven aliwaita wote, akawapa maelekezo kadha wa kadha. Baadaye akachagua watu 5 wakuwa wanatoka kila siku usiku kwenda kufanya upelelezi kwenye maeneo ya nchi. Kibaya zaidi, Kamanda Salau pamoja na uwezo wake wa kutrace alijaribu kuwatafuta kiotomatiki wale jamaa ili kusudi aweze kuona walikokimbia, lakini hakuweza kufanikiwa kuwapata. Jamaa kwenye ile ngome walitengeneza vizuizi vya kila aina kuzuia mtandao wowote ule kuweza kugundua walipo, wala GPS zozote zile kuweza kugundua waliko, wala kusiwepo na aina namna yote ile ya kuweza kufahamu ambako wao walikuwa wameweka kambi yao. Sasa nyie ambao nimewachagua hapa, nimewapa kazi maalum ya kufanya usiku huu. Hapa ngomeni kama mnavyoona hatuna silaha za kutosha kabisa zaidi ya zile ambazo tumekimbia nazo kutoka nchini. Sasa itakapofika mishale ya saa 7 za usiku, nendeni kwenye gala la silaha la taifa mkatuletee silaha hapa. Nadhani hamjawahi kushindwa kabisa, na bila shaka mambo yataenda vizuri huko mnakwenda. Maneno hayo aliyazungumza Mr. Steven akiwapa maagizo vijana wake. Kwa muda huo ilikuwa ni mishale ya saa 4 za usiku. Hicho ndo kile kikosi cha magaidi 5 kilichokuwa kimeundwa mahususi kabisa kwa ajili ya mambo ya upelelezi wa usiku na unyang'anyi. Hakika kilikuwa na vijana wa hovyo sana wasio na aibu wala huruma linapokuja suala la kuua. Muda mfupi tu baada ya maelezo yale kutolewa, alionekana Mr. Niklaus chini ya mti mmoja akiwapanga wenzake namna kufanya ili watakapokwenda huko kila kitu kiende sawa. Makamanda, sisi ndio sisi, wengine mafisi tu. Kauli mbiu hiyo ilisikika kwa hicho kikosi cha kila mmoja akijifunga vizuri mkanda wake. Jamaa alikuwa amevalia magwanda meusi kuanzia chini mpaka juu. Nyuso zao zilikuwa zimeonekana ni kwamba ni nyuso za kazi haswa. Yaani kwa namna walivyokuwa walionekana mithili ya maninja, yani black ninjas. Kitu kingine usichokijua ni hiki: katika kile kikosi, pamoja na kwamba kilikuwa ni cha watu 5, lakini kilikuwa na uwezo wa kuua zaidi ya wanajeshi 2000. Hivyo hakikuwa kikosi cha kufanyia masihara hata kidogo. Kilikuwa ni kikosi hatari tena na zaidi ya hatari sana, msikilizaji. Wakati hayo yote yanaendelea, msikilizaji, ndani ya nchi, mbali na kwamba tayari saa 6 usiku ilikuwa imeshawadia, lakini ilionekana kama mchana tu, maana harakati zilikuwa zikiendelea kama kawaida. Ndani ya mji huo wa New York, taa na vimuli vya kila aina vilipendezesha sana mji huo. Majengo ya kifahari na magorofa yaliyokuwa yamepangika vizuri nayo vilizidi kufanya mji huo uzidi kumeramera na kuwa safi kabisa. Askari nao walionekana kila maeneo na kila sehemu wakizunguka ili kuhakikisha ulinzi ulikiwepo wa kutosha kabisa maeneo hayo ya mji. Kwenye kambi za kijeshi nako ulinzi ulikuwa imara sana. Mpaka inawadia mida saa 7 hakukuwa na hatari wala kitu chochote kilichokuwa kinahatarisha amani. Amani ilikuwa imetulia tu kama kawaida. Kile kikosi cha kina Niklaus kilikuwa kimeshaanza kuingia mjini na akikupoteza muda kilielekea kwenye gara la kuhifadhia silaha. Waliingia maeneo yale kimafia, wakajificha mahali. Waligawana majukumu haraka
na huku Nikolaus mwenyewe akiangalia eneo moja la juu akapanda na kujificha huko ili kila atakayeonekana kupita kwenye rada zake adili naye kimafia. Akiwa kule juu ameshika bunduki yake ya masafa marefu, aliseti vizuri na kuweka kiwambo cha kuzuia risasi kutoa sauti, kisha akaanza kuwalia rada walinzi waliokuwa eneo hilo wakilinda ghala la silaha. Muda ule Nikolaus alitema mate, kisha akaweka rada zake vizuri zaidi, na pale akamwona askari mmoja akizunguka. Alifyatua risasi iliyompata sawia kwenye uchogo, na yule mtu akaanguka chini na kupoteza maisha pale. Huku chini wale jamaa wengine walionekana kusogea kwa kasi ile gara, bado hawakuwa wamefanikiwa kuingia ndani. Oya, dili na huyo jamaa. Mati alimshtua Jackson aliyekuwa upande wa kulia baada ya kumwona mlinzi mwingine akiwa amekaa nje umbali kidogo tu akionekana kuvuta sigara yake. Jackie alimfuata mlinzi huyo kwa mwendo wa kunyata mgongoni mwake, kisha kimya akafanikiwa kumfikisha na kunyonga shingo lake kwa nguvu, akafanikiwa kutoa hai wake. Akausogeza mwili wa yule mlinzi na kuuficha gizani ili kusudi tu wasishtukiwe kama walikuwepo eneo lile. Baada ya kusogeza mbali mwili wa yule mlinzi, alirudi sehemu yake aliyokuwa amejificha, akawa anaendelea kunyata kuelekea upande wa mbele, mara hii akiwa anakaribia karibu na mlango wa kuingia ndani. Jamaa hakuwa na utani kabisa, alikuwa serious na kazi na kile alichokuwa akikifanya. Msikilizaji, alipounyanyua tu mguu wake wa kulia ili akajisogeze moja kwa moja ndani, maana sasa tayari ashaufikia mlango, alishtukia kuna kitu kama mzigo umedondoka nyuma. Alipogeuka akakutana mwili mwingine wa askari wa mlindo ukiwa unavuja damu kichwani, kuashiria Simda amedunguliwa na Wajuba. Akajua aliyefanya vile ni sniper komando bwana Nikolaus, maana ndiye aliyekuwa amejificha upande wa juu kwa zoom na kuwekea ulinzi zaidi. Jackson alitikisa kichwa kama ishara ya kukubali na kushukuru kwa kile kitendo alichofanyiwa. Akawa sasa anaingia ndani. Alipoingia tu haraka bila kupoteza muda, alikimbilia kimya sehemu moja iliyokuwa imezungukwa na vitu vikubwa. Vilikuwa ni vitu vikubwa mithili ya viroba vya mizigo vilivyokuwa vyenye rangi ya kaki, vimepanda hadi juu ya dari. Akajificha hapo. Mtaalamu alitazama mifuko yake ya lile koti jeusi alilokuwa amevaa, akachomoa visu viwili vilivyokuwa viking'aa sana. Baadaye kama dakika mbili hivi walionekana maaskari wawili wakikatiza maeneo yale huku wakiwa na bunduki zao mikononi. Aliwarushia visu vile vikatua shingoni mwao, wakaanguka pale na kupoteza maisha. Jackie hakutaka kuridhika kwa ule ukatili aliofanya. Alichomoa kisu kingine akawachinja kama kuku na kuvinyofua vichwa kabisa, kisha akavirusha nje. Yaani hii ilikuwa ni hatari. Mpaka inafika mishale ya saa 8 usiku hakukuwa na mlinzi yeyote aliyekuwa amesalia pale. Wote wanaangamizwa vibaya sana, tena kimya bila kambi yoyote ila kijeshi kushtukia jambo. Unaweza ukajiuliza CCTV kamera wapi zilikuwa? Jibu ni kwamba wale jamaa baada ya kufika eneo lile, kabla hawajafanya utekelezaji wa kuiba silaha, walihakikisha wanaikata mitambo yote ya mawasiliano na eneo lote la ngome lile. Hawa majamaa walichukua silaha nyingi sana za kila aina na zilikuwa nzito sana, yakiwemo makombora na mabomu ya kutosha. Kwa umafia waliokuwa nao, waliiba na gari moja la kijeshi pale aina ya Scania lenye rangi ya kijani. Wakaweka silaha zote za maana ndani ya gari lile, kisha wakatokomea eneo lile na kuelekea ngomeni kwao kule msituni bila kabisa kuonekana. Ndani ya kambi moja ya kijeshi mida hiyo ya saa 8 za usiku, alionekana Kamanda Salo akiwa anawafukia wanajeshi na maafisa wote wa jeshi kambini hapo,
huku akiwa amewagaragaza chini na akiwamwagia maji machafu yaliyokuwa yakitoa harufu kali sana. Ilionekana kuna jambo lilikuwa limetokea kamanda huyo na lilikuwa limemkera mno, hasa wakati anaendelea kuwasukumizia adhabu na mateso yale. Kwa mbali anaonekana askari mmoja akija mbio maeneo yale, akafika na kudondoka miguuni kwa kamanda Salou, huku akihema mithili ya mbwa aliyenusulika na hatari ya kifo. Salou akashtuka kidogo, akamnyoa yule askari ili amuoje kuna nini na ni kipi kilichomfanya aje maeneo yale akiwa katika hali. Kulikoni? Mbona umekuja na mwendo wa mkubwa kiasi hiki? Kuna nini huko? Aliuliza Salou, na wanajeshi wengine waliokuwa wamegaragazwa pale chini wakainuka wote, maana ile ilikuwa ni ishara ya hatari sana. Mkuu, tumekwisha. Tumekwisha mkuu. Kina niki mkuu, kina niki. Alijibu askari yule, huku akigugumizi kikimvaa kwa kasi na kushindwa kuendelea kuongea, lakini akajitahidi na kuendelea kuongea, lakini alishindwa. Kina niki? Wale si tulipata habari baada ya kuacha kazi jeshini na kuwa waasi pamoja na mkwao. Kwani nini kimeendelea? Aliongea kamanda Salou kwa mshangao mkubwa sana, maana ni muda mrefu walijitahidi kuwasaka waasi hao, hawakufanikiwa kuwapata mpaka wakaja hitimisho kwamba huenda wapo nchini tena au wameuawa. Hasa ile taarifa ya kusema kina niki ilimstua sana kamanda huyo. Hapana mkuu, hapana. Kina niki wapo tena, wapo ndani nchi hii hawajatoka. Na hapa tunavyoongea ghala la taifa la silaha la kuhifadhia silaha limevamiwa na kina niki wao, na wameiba silaha nyingi pale, pamoja na gari moja wakatokomea nalo kusikojulikana mkuu. Aliongea askari yule. Wale wanajeshi wakaguna wote, huku wakishika midomo yao kwa mshangao mkubwa. Si kuna mamia walinzi pale, tena walinzi wazoefu, iweje kambi kubwa kama ile iibiwe kizembe namna ile? Aliuliza Salou, huku hasira ikianza kuwaka ndani yake. Hata mimi sijui mkuu, alijibu askari kwa kujiamini kabisa. Jibu lile lilimkera sana kamanda Salou, akamkata yule askari na kumtwanga kofi la usoni, huku akimsindikiza na tusi zito. Hujui wewe ni askari kweli au ni kibaka tu? Na wakati hao yanafanyika wewe ulikuwa wapi? Sema haraka. Aliongea kamanda Salou, huku akimtingisha yule askari na kumrudisha nyuma mbele kwa nguvu. Mkuu, midere mimi sikuwepo kambini. Yaani sikuwa kwenye ile ngome, nilikuwa kwenye baa moja nikinywa kidogo mkuu. Sasa niliporudi huko ndo nikakuta tukio lile mkuu. Walinzi wote wameuawa kwenye mlango, na mimi ndo nimenusurika peke yangu mkuu. Nisamehe mkuu. Waraka mzima wa yule askari aliupokea baada ya kuongea. Salou akatoa bastola yake na kumimina risasi kumwelekea yule askari. Askari akaanguka chini na kupoteza maisha. Hapo Salou akamtemea mate, akimalizia kwa neno la kashfa kuwa kawasalimie kuzimu, hufai kuwa askari wewe. Kisha kamanda akaondoka zake. Siku iliyofuata msikilizaji, asubuhi mapema sana, kamanda Salou aliagiza alarm za hatari pamoja na ving'ora vipigwe, maana hali ya nchi imeshaanza kuwa tete, kwa sababu akina Steven na magaidi wenzake bado wapo nchini. Vikosi mbalimbali vya kijeshi vilikusanywa. Vilikuwa ni vikosi vya nchi nzima, vya angani, hata vile vya ardhini. Kwa muda huo Mheshimiwa Rais Dr. Wilbrod yeye alikuwa ndani ya ikulu tu akipungwa na upepo. Tukio lile halikumshtua kabisa, maana alijua
ana vijana hatari. Labda kama wale vijana kina Sylvester wangekuwa ndo wenyewe wamegeuka na kuwa magaidi, ingemuumiza kichwa sana, lakini kwa kuwa Steven na wenzake wote wapo, hilo wala alikumpa shida hata kidogo. Akaendelea kuvuta kikoi chake taratibu bila wasiwasi, akijua vijana watakamilisha mission. Basi kwenye majira ya saa 3 kamili asubuhi zilitumwa ndege 2 za kivita zisizokuwa na rubani maeneo ya msitu ndani ya nchi hiyo ya Marekani. Sasa kawaida ndege za kivita, hasa zile ambazo huwa zinakuwa hazina rubani, zikitumwa mahali huwa hazikawi kurudi, lakini kwa ndege zile zilikuwa mbaya mbovu kurudi. Lilichukua lisali moja zikiwa hazijarudi, yakawa masaa 5 mpaka ikafika mida ya jioni, bado ndege zile za kivita zilikuwa hazijarudi kabisa. Wale waliokuwa wakizicontrol elektroniki, hata kuziona kwenye mitandao yao walikuwa hawazioni kabisa. Oya, mwambieni mkuu, tumeshindwa kabisa, tumeshindwa kuzipata ndege hizo kabisa, alizidi kusema mmoja kati ya wale askari ambao walikuwa wakicontrol ndege hizo zisizokuwa na rubani. Kiukweli lilikuwa ni wazo zuri, lakini lilikuwa ni gumu sana, kwa sababu wanamjua kiongozi mkuu hapendi ujinga na uvivu hata kidogo. Waitazamana wao kwa wao, baadaye wakaona isiwe tabu, acha watoe taarifa kwa ngazi za juu. Simu zilianza kupigwa msikilizaji, na taarifa ile punde si punde ikaenea nchi nzima kuwa kuna ndege 2 zimepotea katika mazingira ya kutatanisha, na inasemekana hazijulikani zilipo. Sasa taharuki ikazidi kuwa kubwa, hususan kwa serikali. Vikao vya dharura vikaanza kufanyika ili wajue namna ya kufanya kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Mkuu wa majeshi naye muda huo aliendelea kuviandaa vikosi vyake, na tayari alikuwa ameshawaandaa askari wapatao 50 wenye sifa za kutumia silaha za kila aina pamoja na uwezo wa kupambana hata bila kutumia silaha. Askari hao waliopata mafunzo makubwa sana ya kikomando waliandaliwa vizuri sana. Baadaye ikaja kutolewa amri kuwa waende wakatembelee misitu yote inayozunguka nchi ya Marekani kuwasaka wale magaidi walioanza kuonekana ni tishio la usalama wa nchi kwa raia na hata kwa miundombinu ya nchi. Sasa huku nayo yakiendelea na mipango ya kuwatuma wale makomando ndani ya msitu uliokuwa ukijulikana kwa jina la The Amazon America Forest, alionekana gaidi matiti akivuta bangi na kupuuliza moshi angani, huku akiwapa ishara wenzake wawili, Nicky pamoja na Jackie, wasogee watete jambo. Hao wote ni makomando walioasi na kuiacha nchi. Hawa majamaa walikuwa ni hatari mno, hakuna aliyetakiwa kupambana nao akawa na amani. Na pia ndio jamaa waliokuwa wakiaminiwa vibaya sana na mkuu wao wa magaidi bwana Sylvester John, aliyeasi serikali pia. Sasa hapo walikuwa kwenye mmoja doria zao ili kuhakikisha hakuna kiumbe yote anayekatiza maneno yale, kwani mai yote ile ilikuwa ni ngome yao. Pembeni kidogo zilionekana ndege 2 zikiwa zimedondoka, huku zikiwa zimeteketezwa vibaya, na kwa kuzitazama tu kwa haraka zilikuwa ni zile ndege za kijeshi za Marekani zilizokuwa zimetumwa kufanya doria msituni kwa lengo lile la kuitafuta himaya ya magaidi hao. Waliofanya kazi ya kuzitungua walikuwa ni akina Matit pamoja na mwenzie. Yaani walizitungua kirahisi mno, na wala haikuchukua muda mrefu kuziteremsha ndege hizo, kwani hilo lilikuwa ni tendo tu la kufumba na kufumbua tu, na hakuna aliyejua kwamba zimeteremshwa katika msitu gani na maeneo gani. Hii inathibitisha kwamba hao watu ni hatari mno. Vipi mzee, kuna tatizo? Aliuliza Jackie huku akitazamana
akitazama juu upande wa nyuma na mbele. "Hapana bwana, hakuna tatizo." "Sema nini? Hao washenzi wanataka kuja tena safari hii. Tutawamaliza kabisa ise. Nimemiss kuua ise." Aliongea Matiti huku akimalizia kwa kupuliza moshi wa bangi hewani. "Wanachezea masharubu ya simba, si ndio? Kwa hiyo wanaleta watoto wa mama huko ama wanakuja wale wa babe?" Aliongea Niki. Wakati wanazidi kupiga soga eneo hilo, kabla Matiti hajajibu neno la mwenzake, muda ule alionekana simba mmoja akifika eneo hilo. Matiti aliwashtua wenzake baada ya kumuona mnyama huyo akija. Wakaanza kugombania badala ya kukimbia, wakaanza kugombania kwamba waweze kupigana, yani mmoja ndio aende kupigana naye, huku wengine wakilazimisha na kuomba kwamba wanahitaji wao waende kupigana naye badala ya hao wengine. Kwenye kugombania kule, bwana mzee wa kuchinja kutoa shingo kichwa tupa kando akashinda kampeni hiyo, akawa amepata nafasi ya kupambana naye. Yaani kupambana na simba ilikuwa ni fursa kwake na alifurahi kinoma baada ya kuchaguliwa na kupewa nafasi hiyo. Kina Matiti na wenzake Niki kabidi wakae pembeni kushuhudia pambano lile la kukata na shoka. Sasa Jackie pasipo kupoteza muda alianza kuzipiga hatua kumfuata. Hatimaye wakawa wanatazamana uso kwa uso na mnyama huyo aliyeogopesha kwa watu wengi sana. Lakini cha kushangaza, bwana huyu hakumwogopa. Yule simba akayapepesa macho yake, akawa amemuona Jackie akija tena kwa madaha na malingo bila hata kuogopa. Hasa za mnyama yule zikao waka zaidi, akaanza kuja kwa kasi ili amkamate Jackie. Alikuja mbio sana, lakini alipomkaribia ili amrukie kumkamata, Jackie alimkwepa kidogo tu. Simba akanguka chini. Ile anapambana kuinuka, pale Jackie akamkamata na kumkaba kwa nguvu shingoni mwake. Simba akawa na furukuta, lakini wapi, maana amekutana na jamaa mwenye roho ya kishetani zaidi hata ya shetani mwenyewe. Alifanya jitihada sana simba huyu kujinasua mikononi mwa Jackie kwa kunguruma, lakini hola, alichimba mikwala kinoma, lakini hakufanikishwa kabisa. Jackie alimbana simba huyu mpaka alipotulia kimya, kuashiria tayari amesha uawa. Sasa baada ya Jackie kuona kazi imemalizika, alimwachia, kisha akatoa upanga wake aliokuwa ameuficha ndani ya koti lake, kisha akamchinja na kumrusha mbali. Jamaa alijipangusa kidogo na kuwarudia wenzake waliokuwa wamesimama nyuma yake, mara hii wakimpigia makofi huku akicheka sana. Muda hayo yote yakiendelea msituni, msikilizaji wangu, mipango ilikuwa ikiendelea kusukwa kule nchini ili utekelezaji uanze mara moja. Kikosi cha wale makomando 50 kikiwa tayari wakapewa silaha za kutosha, na Kamanda Saloo naye akawa ni mmoja kati ya hao makomando. Mara hii aliamua kwenda mwenyewe pamoja na vijana wake kupotelea mbali huko. Helikopta 5 zikaanza kuruka angani mmoja baada nyingine, na zote zilipokafanikiwa kuenea vizuri angani, zilitawanyika maeneo tofauti na kuelekea maeneo yote yaliyokuwa yamezungukwa na misitu minene pamoja na milima iliyokuwa ikitawaliwa na miti midogo. Helikopta moja baada ya kuzunguka sana ilikuja kutua eneo fulani hivi la milimani. Wakashuka wanajeshi makomando wapatao 10 hivi, wakawa wanazunguka kwa makini mkubwa eneo lile, wakizunguka mara 2-3 hivi, wakaja kutokelezea kwenye eneo jingine. Hili eneo lilikuwa na miti mirefu sana. Wakawa wanaendelea kutembea wakiwa kwenye msururu mmoja. Wakati wanaendelea kutembea, yule wa nyuma akanyanyuliwa juu na vitu vya ajabu vilivyoonekana kama mitego, akapelekwa juu kwenye mti mpana mmoja. Aliposhushwa chini tu, tayari kichwa chake kilikuwa kipo zaidi, kulionekana damu zikitoka kwa wingi maeneo ya shingo. Wale wengine 9 hawakuwa
hawakuwa wakijua chochote kinachoendelea, maana hawakugeuka nyuma kama ilivyo desturi ya jeshi, kwamba ukiwa kwenye misheni yoyote ni marufuku kugeuka nyuma, ni kusonga mbele tu. Mpaka wanakuja kushtuka tayari walikuwa wamebaki 5 tu, wengine wote walimalizwa kinyama. Oya, wengine wako wapi? Aliongea kiongozi wao aliyegeuka amewatangulia mbele baada ya kugeuka na kuona idadi imepungua. Walitazamana wakitikisa vichwa vyao kwa mshangao, na hakuna aliyekuwa akifahamu wale wengine 5 walipoelekea ni wapi. Mkuu, ile eneo alifai. Tusipangalia hapa, tutaisha mmoja baada mwingine. Hasa wakati mmoja wao akimalizia kuzungumza hayo, tayari walijikuta wakiwa wamezungukwa na viumbe vya ajabu. Watu si watu, mizimu si mizimu, mashetani si mashetani. Yaani kwa ufupi, hawakujulikana viumbe wale walikuwa ni viumbe wa namna gani. Msikilizaji, makomando hao waliziseti silaha zao vizuri, wakaanza kumimina risasi kuminia viumbe hao, lakini wakawa kama wanamwagilia maji tu. Viumbe wale walioga risasi, lakini kama vile walikuwa kiogelea kwenye maji. Baada ya kumiminiwa sana, wakacheka sana. Wale askari kuona vile wakajikuta wakianza kutimua mbio za hovyo hovyo, kila mmoja akielekea kivyake. Ukomando wao wote ulibaki wameweka mifukoni mwao, ili kusudi hapo wajiponye nafsi zao kwanza, mengine yatafuata baadaye. Walikimbia mno, huku mkuu akipita njia yake na wengine wakikatiza misituni kukimbilia njia zao. Kwa muda huu ilikuwa baki hatua moja tu kuokoa roho zao. Mmoja wa wale askari baada ya kukimbia sana alikuja kushtuka akianguka kama gunia la mzigo ndani ya korongo moja refu. Alipofika huko chini tayari alikuwa ameshavunjika kiuno, uwezo wa kusimama hakuwa nao. Alianza kujiburuza kuona namna kwenda mahali ili atumie kidude chake walau aombe msaada. Alijaribu kupiga, hakuna aliyekuwa akipatikana hewani. Mawasiliano hayakuwepo tena na aligoma kabisa kuwepo. Askari yule akawa anahangaika sana, baadaye akaona ni heri ajue tu kuliko kufa kizembe. Aliegemea kwenye mti uliokuwa umezungukwa na nyasi nyingi, akatoa bastola yake akajipiga kichwa, akafa pale pale. Baada ya askari huyo wa kikosi cha makomando cha jeshi kujipiga risasi ya kichwa na kufa pale pale, muda mfupi baadaye mbele alifika Bwana Steven John. Akasimama huku akilipepea koti lake jeusi la kijambazi alilokuwa amelivaa. Kwa namna mtu jamaa alivyotokea pale, kiukweli alitokea kimaajabu ajabu tu, mithili ya predator au mchawi au hata tuseme jini, na hatujui kama jamaa alijifunza uchawi lini, lakini tunachokiona hapa alitokea tu kwa ghafla. Bwana Steven baada ya kuona mwili wa askari huyo aliangua kicheko cha bezi, kisha akatutama na kukitoa kisu chake kutoka kwenye mfuko wa lile koti, akaanza kunyofua shingo ya yule askari kama kawaida yake. Alifanikiwa kuitoa yote, na baada ya hapo akaondoka nayo na kutokomea maeneo ya pande za kaskazini, ambapo mara baada ya kuwasili huko alipanda chombo chake cha majini mithili ya mtumbwi, akatoweka jumla eneo hilo. Kiukweli msikilizaji, taharuki kwa wale maskari wengine ndani ya msitu huo wa kutisha ikawa inaongezeka zaidi na kuwa kubwa sana. Kila baada sekunde kadhaa kupita, na kibaya kila mmoja alikuwa amekimbilia kivyake, hawakuwa pamoja. Mungu nisaidie jamani, ili nifanikiwe kutoka humu, nisaidie babangu. Hayo yalikuwa ni maneno ya askari mmoja aliyekuwa amesimama chini ya mti mrefu, huku akionekana dhahiri kukata tamaa kama atatoka salama humo ama atafia ndani ya msitu huo. Wakati akiendelea kujuta na kujilaumu kwa nini aliamua kusomea fani ile ya kijeshi,
Mara ghafla kilishuka kitu kizito kichwani mwake kikitokea juu ya ule mti, kikamfanya aanguke chini. Hapo hapo akapoteza maisha. Risali takriban moja tu lilitosha kabisa kuhakikisha askari wote waliokuwa wamekuja ndani ya msitu huu wanapoteza maisha. Hakuna hata askari mmoja aliyekuwa hai mpaka muda huo. Ukimya ukawa mkubwa mno. Sauti za rasharasha za ndege na nyasi ndefu ndizo zilizokuwa zimesalia zikisikika maeneo yale yote. Ndani ya ufukwe wa lile ziwa alilokuja kuonekana Bwana Steven John akiwa na vijana wake watatu wakipunga upepo, maana sasa jua lilishaanza kuwa kali. Stori za hapa na pale nazo zikawa zinaendelea kupigwa. Sasa nadhani ule muda wa kuitwa nchi umewadia. Yule rais inabidi tumuue, na baada ya hapo tuchukue nchi iwe mikononi mwetu, na ninadhani hakuna wa kutuzuia katika hili. Tunajiamini, tuna uwezo, aliongea Steven huku akiangaza macho juu kwa juu na kuwatazama wenzake. Ila mkuu, umakini nao unatakiwa kuwa kwa kiasi kikubwa sana. Kumbuka kina Sylvester wapo Imayani, na hizo nadhani tunawafahamu vizuri wale jamaa, so wa mchezo. Aliongea Philbert akimpa tahadhari mkuu wake katika hilo. Wasijiamini sana, maana bado kazi ipo. Hawajafanikiwa kwa asilimia zote kihivyo, maana zile mtu tatu zina balaa. Acha woga kijana. Kwa nao kina Sylvester wana kipi cha kutusumbua sisi? Hao si kunguni kama kunguni wengine. Hawana ubavu wa kutubabaisha kabisa. Wale ni vijana wadogo sana kwangu, nitawafinya mara moja tu, aliongea Steven kwa kujiamini sana, kana kwamba ajui ubora na ubabe wa kina Sylvester. Haya mkuu, mimi nilikuwa nakutahadharisha tu, lakini kama unaamini unaweza ukawazichapa na mmoja, hata mmoja tu kati ya wale, sawa yangu macho na nimekaa kimya, aliongea Philbert. Mara hii Mr. Steven alitoa simu yake mfukoni na kuanza kujiandaa kuandika ujumbe. Alitafuta haraka kikasha cha kuandika ujumbe, akaandika, "This is a drop of red blood. Need you blood and soon I shall get it." Aandika akiwa na maana, hii ni tone la damu nyekundu, ninaitaka damu yako na muda si mrefu nitaipata. Baadaye akaituma moja kwa moja kwenye namba ya Mheshimiwa Rais Dr. Wilbert. Hawakuendelea kukaa sana maeneo yale, walisimama kisha wakaondoka baada ya mtaalamu kuzima simu yake. Ndani ya jengo la ikulu la Marekani maarufu kwa jina la White House ama nyumba nyeupe, anaonekana Mheshimiwa Rais akiwa amekaa na maafisa wake mbalimbali. Kilikuwa ni kikao kizito mno. Watu walikuwa kimya wakiumiza kichwa, ni nini wanaweza kukifanya ili nchi isije ikaingia kwenye matatizo makubwa. Magaidi wale waliumiza vichwa sana, na kibaya zaidi, zile ndege 5 zilizokuwa zimetumwa zilikuwa na wanajeshi 50 mpaka mishale hiyo hakuna hata ndege moja iliyokuwa imerejea. Ziliondoka mapema sana kama mida saa 3 za asubuhi, lakini mpaka inaelekea mishale ya saa 10 za jioni, kimya, hakuna mawasiliano wala hakuna ndege iliyorejea mpaka muda huo. Kazi ipo, aliongea mkuu wa nchi huku akijikuna. Hasa kabla hajazungumza kingine, simu yake ilinguruma kidogo kama ishara ya kumjulisha kwamba kuna ujumbe mfupi umeingia. Alichukua na kuanza kusoma ujumbe ule. Kila hatua ya kusoma ilimfanya akunje sura na kuonekana kuwa
na wasiwasi. Maiti walipojaribu kuangalia namba gani imetuma ujumbe ule, ikaja kugundua aliyetuma huo ujumbe ni gaidi au mwasi Bwana Sylvester John. Kijasho chembamba kikawa kinaanza kumtoka mheshimiwa. Hakuna neno wala sentensi yoyote aliyoitoa, badala yake akabaki akiyatoa macho yake tu, mpaka maafisa wake wakashtuka ni kipi kimemkumba mheshimiwa rais mpaka kuwa kwenye hali ile. Mishale na risasi za kutisha zilikuwa zikimiminwa kama maji kujaribu kumlenga Kamanda Saloh, aliyekuwa akitimua mbio mithili ya kunguru katikati ya msitu mnene, huku akiwa kifua wazi. Ni magaidi wa Mr. Steven ndio ambao walikuwa wakirusha risasi zile, huku Kamanda Saloh akizikwepa kwa namna ya hali ya juu sana. "Oya, zunguka huko, zunguka!" Gaidi mmoja aliyekuwa akijulikana kwa jina la Micho anasema hayo kwa sauti kubwa na kali, akiwaagiza wenzake wazunguke eneo lile upande mwingine ili kusudi waweze kumweka katikati kamanda. Walijitahidi sana kupambana kumkamata Kamanda Saloh ili kusudi asifanikiwe kwenda popote kupeleka habari, maana akitoka salama tu basi siri imefichuka na watakuwa kwenye wakati mgumu mno. Wale walioagizwa walifanya hima kulitekeleza hilo. Bila kupoteza muda walizunguka kwa mbele, wakaja kutokea upande ambao waliamini Kamanda Saloh anaweza kutokea. Sasa wakati wanafika tu maeneo yale wakijipanga kumkamata, hawakuona chochote. Kamanda kitambo tu alikuwa ameshalishtukia hilo, akala kona upande mwingine na kuendelea na safari. Jamani, mafia ise. Mmoja wa wale magaidi aliongea huku akihema sana. Hao walikuwa ni magaidi ambao Bwana Saloh aliwaongeza kwenye kikosi chake. Hawakuwa sehemu ya wale makomando 46 walioasi na kuamua kuungana na Mr. Steven. Mzee, si unakumbuka kuna siku mkuu alisema kuna jamaa watatu hatari wamesalia kwenye makomando na wanaonekana wanaaminika sana na jeshi la Marekani? Mimi nahisi hata ni mmoja wao. Aliongea kijana mwingine huku akionekana fika kwamba alikuwa na kigugumizi cha maneno. Walibaki wakiwa wamesimama mithili ya mlingoti eneo lile, huku wakijitahidi kuyapepesa macho yao kuona kama watamtia machoni Kamanda Saloh. "Tunapoteza muda wadau, tutawanyike tu, hatuna lingine hapa." Maneno hayo aliongea kijana mwingine na wote wakamsikiliza na kisha wakawa wameondoka. Upande wa pili, msikilizaji wangu, Kamanda Saloh alikuwa kitambaa kama nyoka kuelekea ng'ambo ya mbele. Akafika na kuanza kuchungulia aone namna ya kuwakabili wale vijana magaidi. Aliwatazama kwa umakini mkubwa bila wao kujua kinachoendelea. Sasa huyu Kamanda Saloh ni yeye pekee ndiye aliyekuwa amesalia miongoni mwa wale wenzake 50 waliokuwa wamekuja kuwasaka wale magaidi msituni. Wenzake wote 50 waliuawa, lakini upande wake aliweza kupona kwa sababu ya mbinu zake binafsi. Aliendelea kualia time, akaona wote wanaingia kwenye mfumo wake. Kimya kimya akajisearch mfukoni kwenye ile suruali yake na kuona kama atakuta kuna hata bomu moja, lakini kwa bahati mbaya hakukuwa bomu hata moja kwenye mfuko wa suruali yake. Mtaalamu baada ya kujua kwamba hakuwa na silaha, alijigeuza kwa chini kujaribu kuangalia utaratibu mwingine ambao unaweza kumsaidia kuweza kukabiliana na adui ambao walikuwa karibu yake. Alijiburuza, msikilizaji, kuelekea mbele kidogo, akafanikiwa kufikia mti mmoja mfupi mpana kidogo,
akazunguka kwa mtindo wa staili ile ile ya kujiburuza. Akatulia hapo, alianza kupiga hesabu za kufanya kwa kabili wale magaidi. Akachezesha sana kichwa chake, mwisho akaamua ajiripue liwalo na liwe, kwani aliamini kwamba yeye ni komando, tena si komando tu wa kawaida, ni expert, yani mbombezi kwenye Tanzania hiyo ya mapigano, na isitoshe pia ni mkuu wa wanajeshi. Sasa Komando Salou akaamua kusimama na mavazi yake yale yale ya majani, maana alikuwa amejizungushia majani mwili mzima. Akawa anatembea kwa plani, akatembea hatua 10, anasimama kama nguzo ili wale jamaa magaidi wasije wakamshtukia. Kikawa kizaza kingine, akisimama tu anajikausha kana kwamba yeye ni mazao tu kama mazao mengine, ama majani kama majani mengine. Kwa upande wao, wale vijana bado walikuwa wamesimama maeneo yale, umbali kidogo tu na mita 50 alipokuwa yeye, wakijaribu kufanya mipango ya kumsaka kamanda, maana wamepewa hiyo dhamana ya kuhakikisha Salou hatoki salama ngomeni hapo, na kibaya zaidi waliambiwa endapo watashindwa kumkamata au kumuua kabisa, basi wasirudi ngomeni, wabaki huko huko. Na hiyo ndio sababu ambayo iliwafanya watembee kidogo na mwisho kusimama kisha kulijadili kwa mara ya pili, kwani hata wakirudi kambini huenda wakauliwa. Agizo hilo lililotolewa na CEO wa kitengo hicho cha Bwana Matiti, gaidi mwingine wa kuogopwa zaidi ngomeni mwao. Sasa wadau, unaona mpo kimya, afu muda unazidi kwenda, alafu kumbukeni Rogers yupo wapi? Mbona haonekani? Kwani kapotelea wapi? Kijana mmoja aliyekuwa amejazia kifuani kwake aliyazungumza hayo mara baada kugundua yule mwenzao haonekani na wamesalia 9 tu badala ya 10. Sasa hilo jambo likawa kama limewafumbua macho, na kila mmoja akajua ni kweli wamepungua na hawapo tena 10 kama ilivyokuwa hapo awali. Ameenda wapi kwani? Kila mmoja akawa anazungumza hayo akijiuliza kuwa huyu mwenzao wapi ameenda. Hapo wakaanza kutawanyika taratibu, wakaanza kutawanyika eneo lile. Sasa kile kitendo cha wao kuanza kutawanyika mithili ya siafu waliotibuliwa kwenye msafara kikampa mwanga mzee wa kazi chafu Komando Salou kuwapiga kama sisimizi. Alichokifanya kamanda, alimnyemelea mmoja kinyume, akamkamata kimya bila ya wengine kujua, akamvutia kwenye kichaka kimoja kinene, kisha akamnyonga na kumuua pale pale. Baada ya kumuua, msikilizaji wangu, alichukua silaha yake, bunduki ya machine gun aina ya AK47, silaha ya kisasa kabisa, akasema basi ni washenzi maisha. Komando Salou alipaza sauti kwa nguvu, ikasikika masikioni mwa wale vijana na wakuwafanya waje eneo lile mbio, wakidhani ya kwamba amejichanganya, na kumbe wao ndio wanajichanganya. Mtaalamu alianza kuwamiminia risasi mithili ya mtu anayepulizia dawa bustanini. Baada tu ya dakika 15 pekee zilitosha kabisa kuhakikisha amewamaliza wote, na hapo akaondoka zake. Yeye hakuwa na nia ya kupambana na magaidi wote kwa muda huo, wakiwemo kina Matiti na wengine. Yeye alikuwa na nia ya kuondoka mle ngomeni ili kusudi tu akajipange vizuri na mashujaa wenzake, ili wakija humo waje wakiwa kamili bin gado. Mwanzo tayari ameshaisoma ngome vizuri, na yeye yote na kila kitu walichonacho. Kamanda akawa anatoka ndani ya msitu huo taratibu. Alikuja kutokezea kwenye mto fulani hivi, akajirusha ndani, akazama mzima. Kama dakika kadhaa hivi alikuja kuibuka ng'ambo kabisa ya ule mto, akakaa kidogo ili aweze kupumzika na ajue wapi anaweza kuelekea. Wakati mtaalamu anaendelea kuliwaza lile, ghafla nyuma yake akasikia kicheko kikali cha sauti ya pesi iliyoonekana ilikuwa imevutiwa bangi, maana ilikuwa ikikwaluza sana sauti ile. Akageuka kama roboti, akawaona magaidi wengine wawili wakiwa wamevalia makoti marefu yenye mabaka ya kijeshi. Wale magaidi walikuwa wamevalia pia miwani mieusi machoni mwao,
na mikononi mwao walikuwa wameshika bunduki zenye midomo mipana, bunduki hatari zaidi zenye uwezo wa kuachia mabomu, sio risasi. Ni zenye uwezo wa kuachia mabomu tena yanayoteketeza kila kitu, kiwe kidogo au kikubwa. Hakika zilikuwa ni moja ya silaha deadly zaidi waliokuwa nazo magaidi wale. Wakikulenga nazo tu hapo, kupona itakuwa ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nyuma kidogo, msikilizaji, ya wale wa Juba kulikuwa kumepakiwa pikipiki nyeupe kubwa za masafa marefu. Sasa Komando Saloo akawa anapiga mahesabu ile pikipiki tu na si wale magaidi. Hakujua wale magaidi ni akina nani, maana kuna msemo mmoja unasema jambo usilolijua ni kama usiku wa giza. Wale magaidi walikuwa ni hatari mno, na hawakuwa wengine, walikuwa ni akina Matiti, yani Matiti pamoja na mwenzake Jackson aliyekuwa ameua simba siku kadhaa zilizopita. Sasa Komando Saloo hakuwa akiwatambua kutokana na muonekano wao, na hakuwa akijua wale wapo na expert kama alionao yeye. Basi wale majamaa wakamsogelea kwa ukaribu zaidi, na huku akionekana kabisa walikuwa wamekuja na walikuwa kimlia timing tangu mwanzo. Hivyo basi ilionyesha wazi kabisa hata wale aliowaua msituni walikuwa wanamuona tu na hawakuwa wakimzingatia. Walimwacha akimbie ili kusudi tu afike sehemu na aishiwe pa kwenda. Komando Saloo mkuu wa majeshi ya nchi kubwa duniani, kamanda wa United of America. Karibu sana maskani kwetu. Karibu sana mkuu. Sauti ile ilisikika ikitoka kinywani mwa Matiti aliyekuwa akizipiga hatua kumsogelea Komando Saloo, na mara hii akawa anaivua kabisa miwani yake mieusi iliyokuwa imemfanya atishe zaidi, kwa kumzidishia asilimia kuitwa gaidi mzoefu au kaka jambazi, kwamba alikuwa ana utisho wake. Ile sauti mtaalamu Saloo akaitambua zaidi, na alipomkazia macho vizuri akamkumbuka huyu ni Matiti, mmoja ya makomando 50, makomando wa kuogopwa nchini Marekani, aliyeasi na kuigeuka nchi na kuwa gaidi. Kamanda taratibu akainuka na kisha kuwatazama wale ambao walikuwa pembeni yake. Kwa wakati huo aliwazi kabisa, alionekana kwamba amependezwa sana na ujio wao. We mpumbavu. Kumbe huku nako mpwete. Sikuwa na lengo la kupambana nie kwa wakati huu, lakini sasa acha nifanye yangu. Karibuni sana kwenye ulingo wa kulipukia tu. Karibuni, aliongea Komando Saloo. Huyu mwamba naye kwenye majigambo hakuwa haba bwana, alikuwa anajua kujigamba, tofauti kabisa na wale wenzake Ismail kina Sylvester. Kwani unajiamini nini wewe? Au hizo nyota ulizonazo begani ndizo zinazokushtua? Uwe ni pimbi tu kama mapimbi wengine. Labda ungekuja na kila Sylvester hapa kidogo, ungetupa upinzani mkubwa, la sivyo wewe Saloo. Na kwa taarifa yako, Mathari, umeingia ngomeni mwetu, sahau kutoka huku ukiwa mzima. Utakuwa chakula chetu. Kama si shingo lako kuwa halali yangu, basi tutakupaka mafuta. Tulia. Aliongea Jackson kwa sauti ya ubabe sana, lakini hata chembe tu haikumtisha hata kidogo Komando Saloo. Wakati hayo yote yakiendelea, msikilizaji, punde sipunde maeneo yale alifika Nick. Alikuja maana naye hakuwa mbali. Kikosi hicho dedi cha wajuba watatu kilikuwa hakiachani kabisa kwenye misheni yote waliokuwa wakifanya, hasa kwenye swala zima la ulinzi ndani ya kambi hiyo ya magaidi. Niki akafika na kukaa kwenye ile pikipiki akiwa hana shida wala presha yoyote. Alitoa bangi yake aliyokuwa ameisokota kwenye kikoi, na kisha akaanza kuvuta moshi na kupuliza hewani kwa burudani murwa kabisa.
Sekunde kadhaa akapuliza moshi mwingine ukao unazagazaga hewani, huku mwingine ukijaribu kupanda mawinguni. Komando wa kweli hatumii silaha kwenye kujilinda. Kama mnajiamini, shusheni silaha zenu chini, tuweke mkono mtupu. Alafu ikiwezekana mje kwa zamu. Maneno bra nyingi sipendi kusikia mimi. Aliongea Komando Saloo. Kina mtoto wakacheka sana. Kwa hiyo unatupangia sio? Inashangaza mtoto acha kutupangia bwana. Alafu tutakukamata ukiwa hai na utakuwa chakula chetu bwana. Hebu tuliza papala. Aliongea Matiti na kisha akawapa ishara ya mkono wenzake wawili wasogee zaidi. Walisogea wakakaa nyuma yake na bunduki zile zenye midomo mipana wakizinyoosha kwa zamu kuelekea kwa Saloo. Matiti yeye akiwa upande wa mbele yao alitoa bastola moja akaishika kwenye mikono wake wa kulia, huku ile bunduki yake kubwa ikiwa kwenye mkono wake wa kushoto. Lengo lake ilikuwa anajiweka tayari kumfyatua risasi za miguu na magoti Kamanda Saloo ili wamkamate akiwa hai na wampeleke kambini. Hawakutaka kupoteza muda hata kidogo, maana bado walikuwa wana mambo mengi ya kufanya. Matiti alijipanga kisawasawa ili mara moja aanze kufyatua risasi Kamanda Saloo, maana lengo lao lilikuwa ni lile wampiga risasi za miguu ili waweze kumkamata akiwa bado hai. Wanaamini yeye ndiye atakayewapa michongo yote na siri zote za namna ya kuweza kuipindua serikali ya nchi hiyo. Ndio lilikuwa lengo lao kubwa sana. Kwa hivyo wakaamini wakimteka bwana Saloo basi wangeliweza kuipata serikali kirahisi na wangeliweza kulipa kisasi kwa mheshimiwa rais kwa wakati mdogo kabisa. Sasa kwa nini mjamini? Nimwambia nishusheni silaha chini tuweke mkono mtupu. Si nimesema kwamba ninyi hamniogopi labda kama ni akina Sylvester. Maneno hayo msikilizaji aliyazungumza Kamanda Saloo huku akiwa hana wasiwasi kabisa, kamini au jamaa wenye roho mbaya watamuelewa asijue wana malengo na mkakati gani juu yake. Matiti na wenzake hawakuongea chochote, walikaa kimya na hawakuwa wameshusha chini silaha zao. Ghafla Matiti akaanza kufyatua risasi za mguu Kamanda Saloo. Alifyatua kama risasi 5 hivi kwenye ule mguu wa kulia. Kamanda Saloo akaona hii imeshakuwa hatari na zaidi ya hatari, akaruka sarakasi ili aanze kupambana nao. Jackson alimwahi akamrukia na kumpiga konde moja ilomfanya anguke chini. Kabla hajainuka, Matiti alimpiga risasi zingine kwenye mguu wa kushoto, na hapo ndipo Kamanda Saloo alipokosa ujanja hata wa kuinuka. Hivyo majamaa yakafanikiwa kumweza. Hii ndio tunaiita roho iko radhi lakini mwili hautaki na uko dhaifu. Komando Saloo alitamani sana kupambana na hao majuba, lakini angewezaje wapi? Jamaa nao ni makomando wa katiba yake, japo ni waasi na wapo watatu na wana silaha mikononi mwao. Sasa baada ya kumpiga risasi za miguu akiwa pale chini anagagaa kwa maumivu makali, Nicky akaanza kuzipiga hatua akitokea upande wa nyuma huku akipiga makofi na tabasamu la kinafiki. Kamanda Saloo, kuna msemo unasema kwamba mbio za sakafuni huwa zinaishia ukingoni. Hata kama zilianza na spidi gani, tulikwambia mathalani umeingia huko, msahau kabisa kutoka. Utatuambia rais yuko wapi, tutakufanya uwe chakula chetu na baadaye tutakuwa kabisa. Alicheka kwa dharau Nicky huku akimsogelea pale chini. Alimfikia akachukuchumaa na kisha akamtemea mate.
Alitoa bastola yake mfukoni, akampiga risasi za kutosha magotini, na baada ya hapo akamkamata rasmi na kuanza kuondoka naye kutoka katika maeneo hayo na kwenda hadi makao makuu ya ngome yao. Ulikuwa ni umbali wa kilomita kama 5 hivi. Haraka haraka mwendo wa ngiri wakamkamata Saloh na kumfunga vizuri, wakampakiza kwenye ile pikipiki yao ya kijambazi na wao wakapanda, kisha wakaondoka eneo hilo kwa mwendo wa haraka. Walitumia dakika 15 tu wakafanikiwa kufikia ngome yao, maana ile ngome ilikuwa imejengwa katikati kabisa mwa ule msitu. Huko akawakuta wale magaidi wenzake wakiendelea na pilika zao kama kawaida. Lakini pia msikilizaji, mkuu wa kikosi hicho cha waasi Bwana Steven John naye alikuwepo akiwa na bodyguard wake, gaidi lenye mwili nyumba alikuwa akijulikana kwa jina la Philbert. Jamaa alifurahi sana kwa ujio ule na ugeni ule, na aliwapongeza vijana wake kwa kazi nzuri, maana haikuwa kazi nyepesi kabisa, naye mwenyewe anafahamu kumkamata kiumbe kama Saloh. Upande wa pili, msikilizaji, sintofahamu ikazidi kulitesa na kuliandama jeshi na wanajeshi wote nchini. Kambi zote zikatangaziwa zikae chonjo, mambo yameshaharibika. Mkuu wa majeshi haonekani, ni takriban siku 2 sasa zimepita, kimya tu, hakuna hata mawasiliano. Kibaya zaidi na cha kuogopesha, hata simu zake zote nazo hazipatikani. Zile helikopta 5 nazo hazionekani na wala GPS hazisomi. Hakuna hata mmoja aliyekuwa amerudi mpaka muda huo. Hali ikawa tete sasa kwa ndugu na jamaa wa wale askari makomando waliokuwa wametumwa msituni kwenda kuwakamata hao magaidi, na sasa hawaonekani. Ina maana walijua kabisa huenda tayari wameshauliwa. Ilikuwa ni siku ya 3 yake, mishale ya mchana. Alionekana mkewe na Kamanda Saloh akiwa anashuka kwenye gari lake ndogo, huku akiwa amembeba mgongoni mtoto wake mdogo. Maeneo aliyoshukia mwanamama huyu yalikuwa ni maeneo ya ikulu ya nchi, na aliamua kwenda pale ili kusudi tu kwenda kuulizia mmewe yupo wapi na kwa nini hapatikani kwenye simu. Mwanamama huyu aliamua kujitoa ufahamu na kwenda pale, maana kama unavyojua ni hatari sana kwa raia yote yule kuonekana maeneo ya ikulu kienyeji. Mkewe na Saloh baada ya kushuka alianza kutembea haraka, akafika sehemu ya kambini, achukue simu yake ya mkononi amtafute Sylvester, rafiki kipenzi kabisa wa mume wake, ili kusudi aweze kumuuliza vizuri, huenda yeye akawa nafahamu alipo mume wake. Sasa alipiga simu kwa mara ya kwanza, simu ikawa inaita tu bila kupokelewa. Akapiga kwa mara ya pili, hali ikawa ni ile, simu haipokelewi. Ikambidi sasa aende moja kwa moja kwenye ukaribu kabisa kupita getini. Hapo kulikuwa na ulinzi mkali na sniper wa kutosha na wanajeshi wa kutosha kabisa. Wakati akienda kuzipiga hatua, sniper mmoja aliyekuwa upande wa juu alimshtua mwenzake, akamwambia kuna mtu tena mwanamke anakuja. Wakamchunguza vizuri kwa kutumia dhana zao, wakagundua ni mke wa Kamanda Saloh, hivyo wakaahirisha kumtungua, vinginevyo mambo yangekuwa mengine kabisa. Wale masniper wakamshtua mwenzao wa upande wa chini, wakamwambia wampe ruhusa mwanamke huyo apite, kwani wameshampima tayari na kiotomatiki na wamekwisha kufahamu kwamba ni mke wa Kamanda Saloh. Hivyo mama huyo akaruhusiwa kupita na akaongozwa moja kwa moja hadi ndani ya ikulu yenyewe, ambapo baada ya kufika humo ndani kuna kikao kizito sana kilikuwa kikiendelea baina ya maafisa wa jeshi wote wa nchi nzima pamoja na kina Sylvester. Rais naye kwenye kile kikao alikuwepo. Mheshimiwa, hivi watu wachache wapumbavu kama wale ndo wawe wanatusumbua sisi namna hii? Wametuibia silaha zetu, wametungua ndege zetu maalum kabisa, na hapa tunapoongea sidhani kama wale askari akiwemo kamanda wetu Bwana Saloh kama watakuwa bado wapo wazima, huenda wameuawa tu. Mimi naona kwenye ule msitu yaelekezwe makombora 5 tu
yanatosha kabisa kuteketeza msitu huo mzima. Kwani shida iko wapi? Aliongea Kamanda Sylvester huku akiwa na ghadhabu kubwa moyoni, hususan anapomkumbuka rafiki yake kipenzi naye haonekane. Hapana, sio hivyo. Wale kina bwana Sylvester John ni watoto wadogo sana. Ni watoto wadogo mno kwetu. Hakuna haja ya kutuma nguvu kubwa namna hiyo. Kumbuka kwenye ule msitu kuna rasilimali nyingi sana za nchi, wakiwemo wanyama. Itakuwa ni hatari mno na hasara kubwa kabisa kwa nchi yetu kurusha kombora huko. Cha kufanya ni kuelekeza kwenda kuangalia namna nyingine ya kukaribiana nao wale waasi, na si kuteketeza msitu kabisa na kuitia hasara nchi. Kamanda Salo hajafa, na hata kama wale wenzake wamekufa, lakini naamini yeye hawezi kufa. Sidhani kama anaweza kufa kirahisi namna hiyo, aliongea Mheshimiwa Rais. Maongezi yake hayo yakaonekana kuwa ni ya busara sana. Mheshimiwa, mimi naona hapa inatubidi tufanye hima kuadhibiti wale magaidi, maana tukichelewa huenda mambo yakawa mabaya zaidi hapo mbeleni, Stanley aliongea. Na wakati huo mke wa Kamanda Salo alikuwa pembeni ametulia, hana cha kufanya muda huo, machozi yakimlenga. Bado hakuamini kama mmewe yupo hai baada ya kusikia mazungumzo yale. Upande wa pili kwa waasi, msikilizaji, inaonekana misalaba mingi ikiwa imerundikwa eneo kubwa umbali wa mita 10 kutoka kwenye kile kiti cha kiutawala alichokuwa amekikalia bwana Steven John. Kushoto mwa kile kiti kulikuwa na misalaba mingine kama 20 hivi, na misalaba hiyo haikuwa tupu, ilikuwa na watu walioonekana wametundikwa huku wakiwa wamekatwa vichwa vyao ndani ya dakika 3 hivi. Wakaonekana kina Matiti wakija mkuku huku wakiwa wanamburuza Kamanda Salo mithili ya furushi la taka. Na mkuu wao bwana Steven John alipokiona kile kitendo alifurahi mno na kuwapongeza vijana wake hao kwa kufanya kazi kubwa kama hiyo, maana kumkamata mtu mithili ya Salo si kazi ya kitoto hata kidogo. Alisimama Mr. Steven John akawa anacheka kwa dharau. Kamanda wa nchi, hatimaye umekubali kuletwa hapa na wewe. Basi naweza kusema umekwisha. Nitakuwa kwa mateso mazito, lakini kabla sijakuwa, upende usipende, lazima unipe kodi za mabomu haya yenye uwezo wa kumwangamiza rais. Yanapatikana wapi? Hii sentensi ilimshtua sana Kamanda Salo. Akawa anajiuliza kimya, ina maana hawa jamaa waliiba mabomu sensitive kama yale, na password za mabomu yale yeye ndiye alikuwa nazo zote, na sasa wamemkamata na wanataka chochote mpaka ipatikane siri ya mabomu yake. Alifungwa kwenye kiti kimoja karibu kabisa na bwana Steven, na hicho kiti kilikuwa ni kiti chenye misumari sehemu zote, msikilizaji. Kwenye kile kiti aliwekwa kwa ajili ya kwanza kusukumiwa mateso. Gaidi Steven aliamini kwa kufanya hivyo lazima tu Kamanda Salo ataongea siri zote, maana lengo la kutaka kumtesa na kumpelekea vipigo pamoja na mateso mengine ni ili aseme ni kwa namna gani wanaweza kumtia mikononi mwao Rais Dr. Wilbert ili wamiliki nchi na waipindue nchi kwa kiujumla kabisa. Sasa baada ya Kamanda Salo kuwekwa pale, alifungwa mithili ya mzigo kwa kamba za chuma zilizokuwa zinafanana na mikufu. Akawa furukuti kushoto wala kulia, mbele hata nyuma pia hakuwa kifurukuta. Yaani kile kitendo tu cha kukaa kwenye kiti pamoja na kufungwa zile kamba yalikuwa ni mateso tosha kabisa. Salo alianza kusikia maumivu makali yasiyokuwa
na yasiokuwa ya kitoto. Muda wote huo damu zinatoka mabegani pamoja na magotini, huku yale majeraha yanayotoa damu zile yakiwa yanaonekana dhahiri kabisa. Mwanzo alijikaza kushujaa, lakini kadri dakika zilivyokuwa zinazidi kwenda ndivyo yale maumivu yalivyozidi kuongezeka. Ghafla akaanza kulia kwa uchungu sana. Alilia sana, lakini hiyo haikusaidia chochote, maana hakuna msaada wote ule ambao angeweza kupata maeneo hayo ya kutisha, ukizingatia kabisa wale wenzake wote wameshauawa. Sasa mateso yakaanza rasmi. Steven John akiwa amekaa kwenye kiti chake kile, aliita vijana wawili waje haraka, na wakati wanajiandaa kuja, wahakikishe wanakuja na vitu hivi. Mmoja abebe kopo la nge wasiopungua 100 na mwingine abebe kiroba kidogo kwa ajili ya kumfungia shingoni. Kamanda Salo, wale vijana waliruka chap na kwa haraka sana wakasogea eneo lile tukio, na baada ya kuonekana wapo sawa, walisubiri wapewe maagizo kufanya na wao wayatekeleze moja kwa moja kwa kamanda wetu. Bwana Steven John akaanza kuwapa maelekezo. Maelekezo yakawa ni haya: kile kiroba kiwekewe wale nge, yani wote wamiminwe ndani ya kile kiroba, na baada ya hapo avalishwe Kamanda Salo kama mtu avae mzura kichwani, ili kusudi wale nge wamshambulie wamng'ate mpaka keleweke. Hivyo Kamanda Salo akavalishwa kile kiroba, na ndani ya dakika chache tu wale nge tayari walianza kumshambulia sana maeneo yote ya kichwa, machoni, masikioni, mashavuni na hata shingoni, mpaka akawa analia kama mtoto mdogo huko ndani ya kiroba. Hakulia dakika nyingi kihivyo, alilia muda mfupi tu, baadaye akatulia tuli, kumaanisha hapumui tena. Vipi? Mbona mnyamanza, wamekufa? Ilisikika sauti moja nzito nyuma ya msalaba mmoja uliokuwa upande wa kushoto mwa kile kiti alichokuwa amefungiwa Kamanda Salo. Hajafa huyu, anazuga tu, hebu mfungueni faster, alijibu Bwana Sylvester Steven John, huku akimalizia kwa kuwapa agizo hilo vijana wale ili kusudi waweze kumfungua. Wale vijana wakamfungulia na kukitua kile kiroba, na hapo ndipo walipogundua kuwa tayari kamanda hakuwa akipumua. Hapo wakajua huenda amezimia tu, hivyo ikatolewa amri amwagiwe maji ya baridi machafu na yenye matope. Kama amezimia atamka tu ili shughuli iweze kuendelea. Alivurutwa umbali wa mita 15 hivi, ikawa hajitambui kwa lolote. Akafikishwa eneo tambalale na kisha akaletewa maji machafu, akawa anamwagiwa. Walimwagia sana maji, lakini wapi, hilo halikuonekana kusaidia. Wakajua jamaa atakuwa amekufa. Walikusanyika magaidi wasiopungua 10, wakamzingira huku wakiwa na bunduki aina ya AK-47, mashine gani za maana sana. Kisha magaidi wawili wakaagizwa kufyatua risasi mgongoni mwake ili kama amekufa kweli ijulikane. Zilisetiwa zile bunduki. Kamanda Salo akapigwa risasi zisizopungua 10 mgongoni mwake, kisha wakaenda kumtupa ndani ya kolongo moja hivi pana lililokuwa na uwazi wa kutosha. Walirudi magaidi 5 wa Babe ngomeni baada ya kulitekeleza lile tukio, na hapo ndipo gaidi Steven John alipoanza kuwapa maagizo ya nini cha kufanya. Sikieni, ule muda wa kwenda kulipindua serikali ya yule rais Mzanzibar mjinga imewadia, na kwa hili lazima tuwe mashujaa na tuwe na umoja mkubwa mno, kusiwepo na usaliti, kwa sababu hapa tegemea miongoni mwenu kuna viongozi wakubwa sana ambao wataenda kuitawala nchi,
mimi nikiwa kama rais na miongoni mwenu wakiwepo wasaidizi wangu, viongozi wakubwa wa nchi, na tukijipalia utajiri mkubwa sana ndani ya ile nchi. Aliongea bwana Steven John, kisha akamuita Philbert aje na karatasi moja. Haraka Mr. Philbert akasogea huku akambeba hizo karatasi, maana ilionekana kuwa na ramani ya maeneo yote watakayopita na kuyashambulia nchi ya Marekani. Hawakuwa na utani hata kidogo, maana waliapa wataua kila mtu atakayejitega mbele yao, hata kama ni raia asiyejua hili wala lile. Kitendo cha kukatiza mbele yao, basi hicho kilikuwa ni kifo chake. Watagawana damu ya yeyote atakayeonekana kuwatega upinzani wa kuto kufikia malengo yao. Ninaomba hii ramani kila mmoja itazame kwa makini sana. Tunaenda kulipiga jiji lote la Washington DC, na tukishafanikiwa hili na tukifanikiwa kulikamata kabla wale askari wa kambi zingine hawajashtukia mchezo, tutamkamata rais na kumkamata yule mwanamke wa kike pia tutawaua. Kisha yule binti tutamuua pia. Baada ya hapo tutamlazimisha kupitia media bwana Wilbert ili kusudi atangazia umma kuwa amejihudhuru urais, na hapo ndipo mimi nitakapojitangaza rasmi kuichukua nchi kama rais mpya. Na kisha kati yenu tutachaguana uongozi na tutaitawala nchi kwa mabavu na kwa vitu tunavyotaka sisi. Maneno hayo msikilizaji aliyazungumza bwana Steven John, na magaidi wote wakakubaliana naye. Jioni ile vikosi vyote vya kimagaidi viliandaliwa, na huo ukawa muda wa kuendelea haukuwa muda wa kuendelea kukaa tena msituni. Walidhamiria kabisa katika kile walichokuwa wamekipanga. Jumla magaidi wote waliokuwa ni magaidi wapatao 500 hivi, mtandao mkubwa sana, na magaidi wote wale walikuwa ni balaa. Kina Matiti wenyewe tu na kikosi chao cha watu watatu walikuwa na uwezo wa kupambana na zaidi ya wanajeshi 1000 au 2000 hivi na kuwashinda wote bila buguza. Sasa je, hao 500 itakuwaje? Hebu acha tuone sinema itaishaje. Kumbuka hii ni Simulizi Plus na simulizi inaitwa Tone la Damu. Chopa za kivita za wale magaidi ziliwekwa sawa pamoja na vifaru 7 deadly kabisa na vya kutisha. Wakawekwa pia na masniper wa kutosha watakaokuwa wakivizia kinyume bila mtu kujua. Kwa ufupi, wale magaidi walijipanga kisawasawa. Mishare ya saa 1 kamili za jioni, giza totole likaanza kuingia kwa kasi ndani ya korongo alimokuwemo ametupwa Kamanda Salo. Mambo yalianza kubadilika. Alionekana Kamanda Salo akinyanyuka kwa tabu, huku mbavu zote pamoja na uti wa mgongo zikiuma kwa maumivu ambayo tangu azaliwe na hadi alipopitia mateso makali ya kikomando hakuwahi kuyasikia. Viungo vyote vya mwili havikuwa na ushirikiano kabisa. Alijikaza kunyanyuka, akashindwa, ikabidi alale tu kusubiri muujiza ama kifo. Tukielekea ndani ya jiji la Washington DC. Tayari sasa giza lilikuwa limeshaenea maeneo yote. Taa za kila aina zikawashwa, zikiwemo zile za barabarani. Kambini za kijeshi zote nazo zilikuwa zikiendelea na mission au operation zake kama kawaida. Saa 2 tu mambo yalianza kuharibika ndani ya jiji lile. Hali ya hewa ikaanza kuchafuka. Magaidi walikuwa tayari wameshaingilia jiji na chopa za kivita, na zile chopa zilikuwa zikiachia makombora mazito sehemu yoyote ile, iwe na watu isiwe na watu. Wao walikuwa kishusha tu makombora. Maeneo yote yaliyokuwa yakishambuliwa na kulipuliwa na vya kutisha, watu wakawa na kimbia huku na kuko, wanawake kwa wanaume na watoto pia, huku wengine wakifa na kufa kabisa.
Wanajeshi waliokuwa wakijaribu kuzunguka wakawa wanajikuta wakitunguliwa wao badala ya wao kuweka ulinzi. Vita ilipamba moto sana vibaya mno. Watu wengi walianguka chini na kufa, na huku miili yao wasiokuwa na hatia ikiwa imetapakaa pale popote pale ndani ya jiji la Washington DC. Wanajeshi wengi pia waliuawa, na wale waliobahatika kupona au kuponea chupuchupu walijikuta wakitupa na kutelekeza silaha zao ili wajiponye nafsi, maana wale magaidi walikuwa wameweza kabisa, na mbaya zaidi walianza kutumia hadi silaha zao kuangamiza na kuwateketeza. Ndani ya risali moja, msikilizaji, hakukuwepo na mtu hata mmoja aliyekuwa amesalia maeneo yale, zaidi ya magaidi kutamba kwa kutapakaa kila mahali. Mshtuko mkubwa, msikilizaji, ulimfikia rais. Akaambiwa mambo yameshaharibika, wanajeshi wengi wameuawa na miundombinu mingi imeharibiwa. Rais hakuitisha kikao chochote mara hii, zaidi alitoa amri ya makomando wake Deceiver waanze sasa kufanya yao. Hapo ndipo balaa jingine lilipoibuka. Mwanzo rais alidhani ile ingekuwa kazi rahisi. Alifikiria ingekuwa ni kazi nyepesi tu kumkamata gaidi Steven John, lakini kumbe hakujua kama jamaa huyo ana mtandao mkubwa. Walichomoka makomando kama 5 hivi, akiwemo Steven na Stanley. Wakamficha rais sehemu ambayo waliamini itakuwa salama, na baada ya hapo wakamficha na mwanae mpendwa Juliana. Kisha haraka wakatoka kwenda kuingia kwenye ulingo wa vita. Bado magaidi walikuwa wakija kama nyuki. Muda huu walishangaa kulisogelea kabisa lile jumba la ikulu, huku zile chopa zikipishana angani mithili ya ndege wanaofurahia maisha. Alichomoka komando Sylvester akaenda kujificha sehemu, huku akiwa mbeba bunduki yenye mdomo mpana. Akanyanyua macho yake juu, akaona kuna helikopta inakuja, huku ikiwa imeachia mabomu ardhini. Mabomu ambayo yalikuwa yakilipuka ovyo ovyo. Alipiga taimu, akaiseti ndani ya mtambo wake, akaachia bomu moja tu, ile chopa ikaanguka chini na kusambaratika pale. Pande za maeneo ya kaskazini, msikilizaji, juu ya mazingira mmoja mkubwa, alionekana kamanda wa kijeshi la nchi akimiminia mabomu magaidi wengine waliokuwa wakija kwa miguu, huku akifyatua risasi. Akawa anawaua kama kuku. Aliendelea kuachia mabomu yake kwa muda wa nusu saa tu hivi, ghafla akajikuta akipigwa na risasi moja kwenye paji la uso, akaanguka chini kama mzigo, na kisha akayaga dunia muda huo. Alimpiga risasi komando huyo hakuwa mwingine, alikuwa Nick, ambaye alijificha sehemu akawa kama sniper kuhakikisha hakuna anayekatiza kwenye vilingo vile. Akabaki salama. Kwa upande wa kamanda Stanley, yeye alikuwa kwenye zile site zake kama kawaida. Alifanikiwa kuangalia magaidi kama 70 hivi, huku kamanda Sylvester akihakikisha hakuna chopa hata moja iliyosalia ikizurura angani, na kwa hilo alifanikiwa kabisa kwa 100%. Magaidi kibao kiliwageukia, walijikuta wanapigika vibaya sana. Komando 4 tu, akiwemo komando Dedrick kabisa bwana Sylvester, waliangamiza jeshi lote la wale magaidi. Upande wa Matiti, baada kuona hali imekuwa mbaya sana upande wao, aliwashtua wenzake kina Nick Jackson pamoja na mkuu wao ili kusudi waweze kuchomoka na kukimbia maeneo yale, maana sasa makombora yanaachiwa na kurushwa hovyo. Filbert, mlinzi wa karibu wa gaidi Steven, alikuwa ameuawa vibaya, maana mwili wake ulionekana umelala karibu na njia moja iliyokuwa imebomoka, huku ukionekana kuchinjwa maeneo ya shingoni. Matiti na wenzake walimpandisha kwenye gari fulani hivi mkuu wao, kisha haraka bila kupoteza muda wakaanza kuchomoka maeneo yale, wakimbie mbali.
Wasikia walikuwa wanachomoka na waona. Sasa sikia, wewe nenda ukamwangalia mheshimiwa kule tulikomficha, alafu mimi acha nikadili nao washenzi. Komando Sylvester alimtoa mwenzake Stanley kwa njia ya mawasiliano kwamba kwa kuwa yeye ni mmoja wa mabodyguard wa mheshimiwa rais, basi afanye hima arudi haraka kwenda kuhakikisha usalama wa mkuu wa nchi. Alichomoka Stanley kwa mwendo mwenyewe kuelekea ikulu bila kupoteza hata sekunde 5. Komando Stanley akawaambia na wale makomando wengine warudi wakaendelee na harakati zingine, ile kazi ya kuwafuatilia kina bwana Steven wamwachie yeye peke yake. Alikuwa kijiamini sana huyu mwamba. Majira ya saa 10 za usiku, msikilizaji, baada ya kina Matiti kutokomea mbali, muda mfupi baadaye ndege nyingi zilionekana zikiwa zimezagazaga angani. Hizo zilikuwa ni ndege za kivita kutoka makambi mbalimbali ya nchi ili kusudi kuja kutoa msaada ndani ya mji huo mkuu wa nchi, huku vifaru navyo vikiwa vimetapaka chini na wanajeshi wengi wakiwa wanakimbia huku na huko. Mji ulikuwa hautamaniki kabisa, na huenda kama mheshimiwa rais angelitoa taarifa mapema, huenda mambo yasingeharibika namna ile na watu wasingelikuwa wameuawa namna ile. Rais alikuwa kijiamini mno kwamba hakuna haja ya kulisumbua jeshi la nchi namna ile, na wala hakuna haja ya kutumia mabomu makubwa kupambana na magaidi wale. Mheshimiwa alidai ya kwamba hakuna haja ya kupambana nao kwa nguvu watu kama hao, maana aliwafananisha kama mtu mbabe na mbu kwa kutumia bunduki au panga. Mambo yalipozidi kuharibika, ndo akashtuka, huku akiwa tayari ameshachelewa, maana raia wengi wasiokuwa na hatia wameuawa na wanajeshi zaidi ya robo 3 ya makomando wake walikuwa wamekwisha kuuawa. Mzarau mwiba hakika mguu tatende. Ndani ya kolongo alimokuwa ametupwa Komando Saloo, akiwa amelala huku baridi ikimpiga vya kutosha, alianza kukumbuka mambo mengi sana kwenye maisha yake. Alikumbuka dhiki na taabu alizozipitia akiwa mdogo, na mama yake akakumbuka namna mama yake alivyokufa mikononi mwake bila hata kuyafaidi matunda yake. Kumbukumbu zikampeleka tena kwa mtoto wake kichanga, namna alivyopataga furaha ya moyo pindi akiwa amembeba. Hasira za uchungu mkubwa ukajaa moyoni mwake. Alitoa sauti kwa nguvu sana bila kujali maumivu aliyokuwa akiyapata. Akaamka na kusimama juu, akaruka kwa hasira kutoka ndani ya lile kolongo. Sasa alipotoka, alianza kuchomoka mbio kwenda kwenye ile kambi ya magaidi, maana ana hasira ya kulipiza kisasi, ili hata kama atakufa lakini lazima ahakikishe anapambana mpaka tone la mwisho la damu litakapodondoka chini. Hasira nyingi zilimgubika sana Kamanda Saloo, na mara hii akapa hawezi kufanya makosa. Atahakikisha anawamaliza wale magaidi kwa namna yoyote, iwe ni kwa kutumia makombola, mabomu, visu au hata ngumi. Aliendelea kukimbia kuelekea huko ngomeni bila hata kupumzika, ingawaje miguu ilikuwa ikiuma sana na ilikuwa haina nguvu hivyo, lakini alijitahidi sana. Alitembelea magoti, muda mwingine alitembelea mikono, ili mradi tu atembee, maana tayari magoti yake yalikuwa mitenganishwa kwa risasi. Wakati anaenda kukimbia, ghafla alisikia mlio wa gari kwa mbali. Akasimama na kisha akasogea haraka na kujificha karibu na mti mmoja mpana. Alikaa kimya hapo, huku akiwa na tahadhari kubwa aone ile gari ilikuwa imebeba akina nani. Komando Saloo kwa wakati huo hakuwa anaonyesha hata jino moja mdomoni mwake, maana alikuwa amekunja ndita vibaya sana, huku tumbo lake na kifua chake vilivyokuwa wazi, damu ikichuruzika. Michirizi mibichi ya damu mikavu nayo ilikuwa imetengeneza ramani zisizoweza kuhesabika kifuani kwake. Uso wake ulikuwa umechafuka kwa kuvimba kwa sababu
ya sumu ya mbu ambao tayari ilikuwa ikisambaa ndani ya mwili wake. Alisimama eneo lile kwa dakika kadhaa. Baadaye alionekana Komando Sylvester akishuka mguu wake kwa kulia kufuatiwa ule kushoto. Baadaye akasimama. Komando Sylvester akaanza kuzipiga hatua kusogea mbele. Akafika sehemu akasimama, na mara baada ya kusimama alianza kuyazungusha macho yake huku na huko. Sasa Komando Salo kwa upande wake, baada ya kumtazama huyo jamaa kwa makini na kugundua kuwa ni rafiki yake, alijitokeza dhahiri kabisa maeneo hayo. Alipojitokeza tu, Komando Sylvester akamwona, hakuamini macho yake. "Salo, hivi ni wewe kweli? Au unaona mzimu wako hapa?" aliuliza Komando Sylvester huku akimsogelea haraka Komando Salo. "Ni mimi mwanangu, sio mzimu wala nini. Ni mimi kabisa," aliongea Komando Salo kwa maumivu makali. "Tulidhani umekufa mwanangu, na kila mmoja kule mjini anajua umeshakufa," aliongea Kamanda. "Hapana kaka. Kama unaweza kustahimili yale ya mateso na robo tatu ya kifo, basi naamini nitaishi. Sijafa, bado naishi." Aliyazungumza maneno hayo Komando Salo, kisha mwisho akamaliza kwa kuuliza swali lile. Komando Sylvester hakusita kumjibu pale pale, na muda huo, "Ndio, shemeji yupo hai salama kabisa, na ilibidi nimchukue na kumficha Ikulu pamoja na mheshimiwa kule. Kwa mimi nadhani usiwe na wasiwasi, yupo salama kabisa." Baada ya Komando Sylvester kuongea hayo kidogo, faraja ikaanza kuingia ndani ya nafsi ya Komando Salo. Akashusha pumzi nzito. "Vipi? Umefanikiwa kumwoa yule bwana Sylvester John pamoja na wale akina Matiti, wale washenzi? Maana hawafai hata kuishi. Wale jamani washenzi. Wamewaua wenzangu wote hapa msituni mbele ya macho yangu. Na hata mimi nimenusulika tu kufa hapo," aliongea Komando Salo kwa uchungu mkubwa sana. Sasa kabla Komando Sylvester hajajibu chochote, ghafla bila kutegemewa walishtuka nyuma yao, wanaambiwa na sauti ya ukali wachuchumae chini, wakibisha tu wanalipuliwa hapo hapo. Kugeuka tu nyuma waliwaona kina Matiti, Jackie na Nicky pamoja na bwana Steven John, na mara hii wakiwa na bastola mikononi mwao. "Shukeni chini faster, hamjasikia au?" aliongea Matiti kwa hasira kubwa, lakini kina Sylvester wala hawakushtuka kwa chochote kile. "Hivi wewe unaongea hivyo kama nani kwa mfano?" aliuliza Komando Sylvester huku akimtazama Matiti usoni. "Matiti, hamna muda wa kupoteza hapa. Wafyatueni risasi na tuondoke zetu," alisema bwana Steven John. Magaidi wale wakawa wanasogea nyuma kabla hawajafanya chochote. Kwa spidi kali sana, Komando Sylvester alichomoa bastola yake akawamiminia risasi kina Matiti na wenzake. Akafanikiwa kumuua Matiti, Nicky pamoja na Jackie bila kuwapa muda hata wa kujiuliza. Bwana Steven John baada ya kuona mambo yamekuwa hayo, alianza kutimua mbio. Komando Sylvester akawa naye bampa tu bampa, na yeye hakumwacha, maana alipaga kumkamata akiwa hai. Alimkimbiza kama dakika 10 hivi, kisha akampiga risasi za mguuni, akadondoka kama gunia chini. Sylvester akambeba juu na kuondoka naye kuelekea aliko mwenzako Komando Salo, ambaye tayari ameshawachinja kina Matiti kwa hasira mno. "Nisamehe jamani, nimekosea, lakini naomba msamaha wenu. Wewe Sylvester, na kuogopa tu zaidi ya makomando wote. Nisamehe isi mwanangu, naomba nisamehe." Bwana Steven aliongea hayo wakati akiwa amebebwa juu na Komando Sylvester. "Subiri adhabu yako Kenge, usinisumbue." Maneno hayo msikilizaji aliyaongea Komando Sylvester, mara hii akimaliza kuzipiga hatua kuelekea pale alipokuwa Komando Salo. Kisha baada ya kumfikisha pale, alimfunga vizuri na baadaye akamweka ndani ya gari lake, kisha akamshtua Komando Salo. Wakaanza kuondoka ndani ya msitu ule, mission ikiwa imekamilika kabisa. Hakuna gaidi aliyeachwa hai mle
msituni. Ni miezi miwili baadaye, msikilizaji, Bwana Steven John alihukumiwa kifungo cha maisha jela, huku kukiwa na kipengele cha kunyongwa kwa kujaribu kuhatarisha maisha raia ya nchi pamoja na kuua watu wengi wasiokuwa na hatia. Hivyo amani ndani ya jiji la Washington DC ikawa imerejea tena. Miundombinu iliyokuwa imeharibika vibaya sana ikaanza kutengenezwa upya, msikilizaji, huku Mheshimiwa Rais wa nchi akimpa tuzo ya heshima Komando Sylvester, na kwa kuthibitisha hilo aliamua kumwozesha kwa kumpatia binti yake mpendwa aitwaye Juliana. Maana Komando hakuwa ameoa kabisa bado. Mwanzo hata Juliana mwenyewe alikuwa ameshaanza kumpenda Sylvester, hivyo hakukuwa na upinzani hata kidogo kutoka kwake. Alikubali kwa moyo wake wote kabisa. Jumamosi jioni kwenye mishare ya saa 1:30 hivi ndani ya ukumbi fulani hivi jijini California, walionekana wote kina Triple S Group pamoja na wake zao wakipata vinywaji tofauti tofauti. Dadeki, umeanza kung'aa mzee, maana maisha ya msituni yalikufanya uchakai kabisa ise, aliongea Kamanda Stanley huku akimeza fundo moja la kinywaji. Komando Saloo alicheka kidogo kisha akambeba mtoto wake mkononi mwake. Yameshanipa hayo. Yameshapita hayo mwanangu. Hao ndio alikuwa ni sehemu tu moja hapo ya maisha yangu. Nilibakiza kidogo tu kufa, maana mpaka sasa hivi sijajua niliponaje ndani ya lile korongo ise, aliongea Komando Saloo kisha akacheka kidogo. Ilikuwa ni furaha sana kwa watatu hao, huku wakiendelea kupata vinywaji vyao. Shem, Mungu akupe maisha marefu. Mimi sina cha kukupa ila ubarikiwe sana. Baada ya mkewe Saloo, yani Mr. Saloo, kuyazungumza hayo, wote watatu walisimama wakagonga cheers pamoja, na wakishafanya hivyo waliweka vinywaji vyao mezani, wakakumbatiana kwa pamoja huku wakiwa na furaha isiyokuwa na kifani. Na huo ndio unakuwa mwisho kabisa mwa kigongo hiki kizuri cha kuitwa Tone la Mwisho la Damu, ama Tone la Damu. Kama ulikuwa pamoja nami, naamini umeweza kupata burudani kubwa sana ya kibabe kabisa, hii simulizi ya kukata na shoka. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele ndani ya YouTube channel yetu hii ya Simulizi Plus kwa simulizi kali kama hizi na nyingine nyingi. Mimi ninaitwa Rayman Donsu. Nikutakia wakati mwema. Asante na kwaheri.